Gaza baada ya kufanikisha kurejeshwa kwa mwili wa mwanajeshi wa Israeli aliyeuawa zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Afisa wa ngazi za juu wa Uturuki amesema nchi yake imefanikisha kurejesha kwa mabaki ya mwili wa Hadar Goldin baada ya juhudi za kina zilizoakisi dhamira njema ya kundi la Hamas kwenye mpango wa kusitisha mapigano. Hata hivyo, afisa huyo ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kinachofuatia sasa ni kuhakikishia raia hao walionasa kwenye njia za chini ya ardhi huko Gaza wanatoka wakiwa salama. Hayo yakijiri, kundi la Hamas limesema wapiganaji wake waliozungukwa kwenye eneo la Rafah linaloshikiliwa na Israel hawatosalimu kamwe amri, na badala yake limewataka wapatanishi kusaka suluhisho la mzozo huo unaoweza kuhatarisha usitishaji wa mapigano. Cairo. Katibu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu amewasili nchini Misri akiongoza ujumbe mkubwa wa maafisa wa kijeshi na wataalamu wa silaha za nyuklia kwa ajili ya mazungumzo na serikali mjini Cairo. Shoigu aliyewasili jana Jumapili anatazamiwa kukutana na Rais Abdel Fattah al-Sisi, mshauri mkuu wa usalama wa Misri, mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi, na pia maafisa wengine wa ngazi za juu wa ulinzi na ujasusi. Shirika la habari la Urusi RIA limenukuu taarifa kutoka Baraza la Usalama la nchi hiyo ikisema kwamba pande hizo mbili zitazungumzia utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa katika ngazi za juu, ukiwemo ushirikiano wa kiufundi kwenye masuala ya kijeshi. Shoigu, mshirika wa muda mrefu wa Rais Putin wa Urusi na waziri wake wa zamani wa ulinzi, ameendelea kuwa mtu mwenye nguvu sana kwenye mfumo wa kijeshi wa Kremlin. Washington. Maseneta nchini Marekani wamefikia makubaliano ya kurejesha ufadhili kwa serikali kuu na hivyo kukomesha hatua ya ufunguaji wa shughuli za uendeshaji serikali ambazo zimeingia siku yake ya 40 hivi leo na kulazimisha operesheni nyingi za serikali kusimamishwa. Vyombo vya habari nchini Marekani vikiwemo vituo vya CNN na Fox News vimeripoti kwamba watunga sheria hao wameafikiana kuruhusu ufadhili wa serikali kuu hadi mwezi Januari baada ya kubishana sana juu ya ruzuku kwenye huduma za afya, mafao ya chakula na hatua ya Rais Trump kuwafuta kazi wafanyakazi kadhaa wa serikali kuu. Makubaliano hayo ya leo yatazamiwa kupigiwa kura na Baraza la Seneti usiku wa hivi leo. Hata hivyo, yamefikiwa baada ya hasara kubwa sana, hasa kwenye sekta ya usafirishaji ambapo zaidi ya safari 7,000 zilicheleweshwa hapo jana Jumapili, huku zaidi ya 1,000 zikifutwa kabisa siku ya Ijumaa na zaidi ya 1,500 juzi Jumamosi. Belem. Wakati washiriki wapatao 50,000 kutoka mataifa zaidi ya 190 wakianza mkono mkubwa kabisa wa mabadiliko ya tabia nchi katika mji wa Belem nchini Brazil hivi leo, Umoja wa Mataifa umesema mamilioni ya wakimbizi wamekwama kwenye mduara wa papo kwa papo wa migogoro na majanga makubwa ya kimazingira. Umoja huo umetoa wito kwa mkutano huo wa kilele ya mabadiliko ya tabia nchi COP30 kutoa ufadhili kwa mataifa yaliyo hatarini zaidi. Shirika la wakimbizi la umoja huo limesema kwamba ndani ya kipindi cha 15 ijayo maeneo yanayowahifadhi wakimbizi takribani nusu ya wakimbizi ulimwenguni yatakuwa yamekabiliwa na hali mbaya kabisa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ripoti ya shirika hilo imesema kwamba matatizo yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi yanaongeza mahitaji ya kibinadamu na hatari ya watu kuendelea kuwa wakimbizi. Shirika hilo limesema kufikia katikati ya mwaka huu watu milioni 117 walikuwa wameshageuzwa wakimbizi kutokana na vita, machafuko na mauaji, ambapo 3 kati ya kila 4 miongoni mwao wanaishi kwenye nchi zilizokabiliwa na majanga makubwa kabisa ya kimazingira. Na hatimaye Rio de Janeiro. Viongozi wa Amerika ya Kusini na Ulaya wanatarajiwa kufikia makubaliano hivi leo ya kuanzisha ushirikiano mpya wa usalama kupambana na ulanguzi wa madawa ya kulevya, uhalifu wa kupangwa na ufisadi, kwa mujibu wa vyanzo karibu na mkutano wa kilele baina ya viongozi hao. Mkutano huo uliofanyika kwenye mji wa pwani ya Colombia Santa Maria kati ya Umoja wa Ulaya, Jumuiya ya Mataifa ya Amerika Kusini umedhamiria kuanzisha taratibu mpya wa pamoja kati ya mamlaka za polisi, mahakama na forodha pande hizo mbili. Mwisho. DW Makala yetu leo. Lengo la serikali ya Zanzibar katika miaka hii mitano ni kumaliza miradi mingi ya maendeleo kwa kujenga miundombinu kwenye usafiri, viwanja vya ndege, bandari
na ujenzi wa viwanja vya michezo. Na katika kuimarisha huduma za kijamii ikiwemo sekta ya afya, elimu na upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama, barabara na madaraja vinajengwa, ikiwa ni hatua muhimu ya kuharakisha maendeleo. Lakini je, maendeleo haya yote ni neema kwa kila mmoja au ni vilio kwa baadhi? Mke kama mimi unanilipa kwa kweli mimi nikimaliza kusema hapa nitalia tu, wametuonea sisi. Utufikiria sana kama unatuzalilisha, ndio nasema Mheshimiwa Rais. Basi kupata jibu la swali hilo, ungana nami Salma Said katika makala yetu leo, ambayo tutatembelea maeneo yaliyopita ujenzi wa barabara na kusikiliza kilio cha wananchi waliovunjiwa nyumba zao kupisha miradi ya maendeleo katika eneo la Amani, mkoa wa Mjini Magharibi. Waswahili husema ukitaka uzuri sharti kwanza udhurike. Msemo huu unajidhihirisha kwenye hii miradi ya maendeleo ambayo kimsingi hupendezesha mji na kuonekana kuwa na taswira inayovutia wengi. Hebu kwanza tumsikilize kidogo Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar, Dr. Khalid Mohamed Salum akisifia ujenzi wa miundombinu ambao unasimamiwa na wizara yake. Kama mabarabara ndio yanajengwa hivi sasa katika nchi yetu, tunajenga barabara karibu kilomita 897.2 Unguja na Pemba, kati ya mfumo wa barabara tulionao rasmi wa 1344. Ni kazi kubwa, haijawahi kutokea. Lakini mheshimiwa, kama ilivyokwisha kusemwa, leo unaweka legacy, ndo flyover ya kwanza katika visiwa vya Unguja na Pemba. Ila baadhi ya wananchi, hasa katika maeneo yanayopisha miradi mikubwa kama vile ujenzi wa barabara ya juu flyover ya Mwanakwerekwe na Amani, imeacha huzuni na manung'uniko. Wananchi wenyewe wanasemaje? Madhali si ni raia na ni haki yetu, tunatakiwa tulipwe. Tutaiomba serikali katika jambo hili iingilie, serikali ya juu tulipwe. Yaonekana watendaji wa chini huku si watendaji wazuri, kwa sababu wenzetu wametathminiwa na hao wamepewa pesa nzuri na wameridhika. Sisi watathmini hao wamefanya kazi, hatukupewa pesa zetu, tunakuja kupewa pesa kwa watathmini wengine. Wananchi hao wanalalamika kulipwa kiwango cha fidia kisichoendana na thamani ya nyumba zao, lakini uwapo ambao hawajalipwa kabisa na wengine kususia. Tuko katika maeneo yetu ya halali na ya muda mrefu na ya kisheria, na umekuja ujenzi wa flyover, tunaupisha, tunaukubalia kwamba ujengwe, lakini tulipwe haki zetu. Wenzetu waliopita wamelipwa vizuri kuanzia hapa kwenda daraja bovu, ila kuanzia hapa kuja huku tumelipwa vibaya, na tumezikataa hayo malipo ambao wametaka kutulipa sisi, kwa sababu hayakidhi, hayana mwelekeo, hawezi kufanya jambo jingine. Ni kwa nini hivyo? Wananchi wenyewe wanadai kulikuwa na udanganyifu mkubwa katika tathmini ambayo imewapunja baadhi ya watu na wengine kukadiria kulipwa pesa nyingi wasizostahiki. Utapata sehemu nzuri ya kwenda kukaa na watoto. Sasa je, hii milioni 6 mimi naenda kuishi wapi? Ni milioni 6 na 700,000. Kwa kweli baada ya kusikia hivyo sikuweza kusaini, kwa sababu hata kiwanja sifikiri kama naweza kupata. Khalfani Hamadi Hassan, Asha Said Saleh na Khadija Amur ni miongoni tu mwa wananchi wengi waliotaka kufutwa machozi na serikali kwa kulipwa fidia inayolingana na thamani ya nyumba zao. Kabla ya kujua hatima yetu, wakaja watu wa tathmini wa awamu ya pili, wakaja tena watu wa tathmini ya awamu ya tatu. Sasa awamu yetu sisi imefika kwenda kulipwa. Tumekwenda juzi kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaambiwa kwamba hizo senti zilizotajwa kwamba kila mmoja atalipa kulingana na thamani ya jengo lake, kwa kweli haikidhi haja maradufu. Maana ni pesa ndogo kiasi ambacho hata yani sijui tathmini vipi, kwa sababu kwa kweli sote sisi kulingana na hali ile tulikataa kusaini kwa sababu haikukidhi haja. Wametuonea, watutendee haki, tena watutendee haki kubwa. Hatukubali sisi, tunataka haki itendeke. Mheshimiwa Rais, kilio chetu ukisikie. Mimi nimepewa milioni 15 lekesheni yangu, milioni 300 nimezikataa. Ni Rais, utufikirie sana kama unatuzalilisha. Hilo ndio nalosema Mheshimiwa Rais. Hilo ndio nalosema Mheshimiwa Rais. Najua masuala haya wewe unajui. Maana kila siku ukiingia msikitini unasema tuombe dua, tukuombee na si dua tunakuombea ufanikiwe, lakini mbona sisi tunakuombea dua? Sisi unatuumiza. Sisi tunataka tujue hili swala kweli ni wewe baba.
Serikali imetoa ufafanuzi kwa nini baadhi ya watu wamelipwa fedha za fidia kidogo au kutolipwa kabisa, na pia namna kushughulikia malalamiko hayo. Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Dr. Habiba Hassan Omar anawapa moyo wananchi kwa kusema serikali inawajali na haina haja kuwadhulumu, lakini wananchi wanapaswa kutambua kama ardhi ni mali ya serikali. Serikali inawajali wananchi na haina nia ya kuwadhulumu wala ya kuwaharibia maisha. Upande wa tathmini, kama tunavyojua, ardhi ni mali ya serikali, na pale inapohitajika sisi wananchi tunapewa ruhusa ya occupancy kuitumia ardhi kwa ajili ya makazi, lakini serikali inapohitaji ile ardhi kuitumia kwa miradi ya maendeleo au vitu vingine, basi inabidi iwaondoshe wale wananchi kwa kuwafidia ili waweze kusogea sehemu nyingine. Kinachofanywa tathmini ni kitu kiliopo juu ya ardhi, kama kuna jengo, kama kuna mazao. Sasa wananchi wanachotakiwa kukifanya kikubwa, kama wanasema kweli wako tayari kushirikiana na serikali kupisha, zile rekodi zao tayari zipo. Kwa hivyo wao wangetupa ushirikiano kwanza, tukaweza sasa sisi kuendelea na miradi, kwa sababu kwa sasa imekuwa hii ni kadhia kwa upande wetu, miradi mingi haiendelei. Kwa eneo gani? Wanatizama eneo iko juu, iko bondeni. Yaani unaweza kumuona mwenzio, sote tuko raha leo, lakini mwenzio yuko juu, wewe uko bondeni. Kwa hivyo zinaweza kutofautiana vile vigezo. Wanatizama, je, imejengwa mwaka gani? Kwamba mwaka iliyojengwa ni pengine kongwe au mpya, pia zitatofautiana. Ukubwa, wale wanapima kila kipembe, ukubwa wake uko vipi? Na wenyewe wana vitu vingine ambavyo vigezo wanavitumia, si mtaalamu sana sivijui, lakini baadhi waliwahi kutupa mafunzo kidogo, tukaviona vigezo kama hivyo. Makamu wa pili wa Rais Hemed Suleiman Abdullah, wakati akitembelea miradi ya maendeleo, alihimiza suala la wananchi walioharibiwa vipando na nyumba zao kulipwa fidia kwa wakati. Na nimeambiwa hapa kulikuwa kuna vipando wananchi. Nimeambiwa utaratibu unaendelea, na mimi hili nielekeze mkurugenzi, ili lisimamie kwa haraka, wananchi wapate fidia zao ili roho zao ziendelee kuwa safi. Najua roho zao ziko safi, maana wamepisha hapa, wanajua maendeleo. Tunaomba sana ili jambo likamilike, wananchi wale ambao wana haki zao wapate haki zao ili maisha mengine yaendelee. Mpenzi msikilizaji, tukiwa kingoni mwa makala yetu leo, tutambue kuwa ujenzi wa miundombinu na maendeleo ya nchi yanapaswa kwenda sambamba na ustawi wa wananchi kwa kuwaweka katika hali ya kuridhisha. Kama kauli mbiu ya Umoja Mataifa isemavyo, ni kutoachwa mtu nyuma katika maendeleo, ikiwemo suala la serikali husika kuhakikisha hakuna anayedhulumiwa. Msikilizaji, bila shaka umepata kusikia kilio cha wananchi na majibu ya serikali ya wanaodai fidia za nyumba zao waliopisha miradi ya maendeleo ya miundombinu ya barabara katika eneo la Amani mjini Unguja. Aliyekusimulia makala hii ni mimi Salma Said. Kwa heri ya kuonana. DW Vijana Tugutuke. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa, ndio mikono yenye uwezo, mawazo mapya na mioyo yenye kasi ya kuisukuma nchi kwenda mbele. Na pale wanapoungana pamoja, hawaji tu kama watu wenye ndoto, wanakuja kama nguvu ya mabadiliko. Kutokea hapa mkoani Mtwara, kusini mwa Tanzania, kipindi hiki cha Vijana Tugutuke leo kimepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya vijana ambao wanaunda kikundi cha kujitolea kufanya shughuli mbalimbali kwenye jamii kinachoitwa Vijana na Jamii, na kikubwa tunajadili juu ya ushiriki wao kwenye shughuli hizo. Jina langu ni Salma Mkalibala, ambatana nami mwanzo hadi mwisho. Na moja kwa moja niwape nafasi vijana hawa wajitambulishe majina yao. Kwa jina naitwa Juliet Ngonyani, natokea Mtwara, mtaa Shangani. Kwa jina naitwa Aisha Mohamed, mkazi wa Shangani. Mimi naitwa Ahmad Abdalla, ni katibu wa kikundi ambacho tunapatikana hapa maeneo ya Shangani. Baada ya kusikia utambulisho wa vijana hawa ambao niko nao kwenye kipindi,
Basi bila kupoteza muda tuanze mazungumzo yetu, na nianze kuzungumza na katibu wa kikundi hiki ambaye ni Ahmed. Aanze kutueleza nini hasa kilichowasukuma kupitia kikundi chao cha vijana na jamii kuanzisha utaratibu huu wa kujitolea kufanya shughuli za kijamii, ikiwemo kushiriki katika ujenzi wa kituo cha afya na kufanya usafi katika maeneo mbalimbali. Kwanza sisi vijana tumesukumwa kutokana na hii kata yetu na pia ni mtaa wetu. Kwa hiyo sasa tumesukumwa ili tuweke mambo sawa katika mtaa wetu na kata yetu ili uwe safi zaidi. Ndio maana sasa ikitokea kazi yoyote katika mambo ya kijamii kama haya, imekuwa watu wa kwanza ambao tunashiriki. Kwa hiyo tunaamua kufanya maendeleo ndani ya mtaa wetu. Ndio Juliet, tunaona nawe unataka kuongea. Karibu. Ukiangalia kwa wakazi wa Shangani, Chuno, tulikuwa na hamu sana kuweza kupata kituo cha afya kama kile ambacho kipo karibu na makazi yetu, kwa sababu leo hii inawezekana mtu anaumwa, ndugu jamaa marafiki, tunaanza kwanza kutafuta usafiri mpaka kufika hospitali ya rufaa inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sisi tulichokifanya ni kwamba tuende kujitolea, kwa sababu mwisho wa siku sisi wenyewe ndio tutakuwa tunatibiwa pale, na sisi tulikuwa tuna kiu kubwa sana kupata kituo cha afya kilichopo karibu yetu kwenye makazi yetu. Kwa hiyo ndio kitu ambacho sisi kilitusukuma, kwa sababu najua kesho na kesho kutwa kile kituo kitatusaidia sisi pamoja na familia yetu na vizazi vyetu vijavyo. Asante Juliet kwa mchango wako. Nirudi tena kwa katibu, atuambie ni nani hasa alianzisha wazo hili la kuanzisha kikundi na ufanyaji wa shughuli za kujitolea. Kwa mara ya kwanza tulikuwa tu kama tunazungumzia kwenye kijiwe chetu ambacho tunaketi kila siku, lakini mara baada ya vijana 5 kuzungumza, naona hali ikapokelewa kwa ukubwa zaidi. Mara baada hapo tukawa na msukumo mkubwa kuendelea kujitolea kwa kiasi kikubwa mpaka leo tumekubaliana na tunashikamana na tumekuwa kitu kimoja. Wakati mawazo haya yanatolewa, mapokeo yalikuwaje? Juliet. Mapokeo yametokana na umuhimu wa hicho kituo ambacho kinataka kuanzisha. Kwa hiyo sisi tukasema sio mbaya, na sisi tukaenda kwa ajili ya kuweza kufanya usafi, tukasaidia, na baada ya hapo tumeona sasa hivi namna gani ambavyo serikali inaendelea pale na ujenzi. Kama ikitokea pia kuna wanahitaji pia watu wa kuja tena kusaidia, sisi tutakwenda tena kwa sababu tunajua kitatusaidia baadaye. Katibu, kikundi chenu kina vijana wangapi? Kikundi chetu kina watu 30 mpaka sasa hivi, ambao tulianza watu 10 lakini wakaongezeka watu 10 wengine, sasa hivi tupo watu 30 ambao tunafanya kazi pamoja kwenye kikundi chetu. Je, ni shughuli gani hasa ambazo mnazifanya kwenye maeneo hayo mnayojitolea? Aisha. Tumekatakata miti, tukafanya usafi, na pia tulisaidia kwenye kuchimba mitaro kwa ajili ya msingi. Ndio Ahmed, karibu. Tukiwa na shule kuna kipindi unakuwa kuna masika, unakuta kuwa na vichaka, tunaweka mambo sawa, kwa sababu kuna watoto wanasoma wanaweza kupata athari za wadudu. Lakini pia kama hivi ujenzi wa hospitali, tunaenda tunaweka mambo sawa, tunawasaidia wajenzi, lakini kwenye kusafisha eneo la ardhi ili liwe safi kwa ajili ya ujenzi. Na inapotokea hata msimu wa mvua, tunaona kuna baadhi ya maeneo yanakuwa na athari, tunajitokeza kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wamepata majanga. Lakini ushirikiano wenu ukoje kwa ujumla wenu? Ukiachilia mbali kufanya kazi za jamii, sisi wenyewe pia tunashirikiana, tuna vikundi vyetu. Mtu akiuguliwa, anapata matatizo, basi tunasapotiana sisi kwa wenyewe. Ndio maana imekuwa hata tukifanya sehemu zingine imekuwa rahisi, kwa sababu sisi wenyewe ni miongoni mwa watu ambao tunasapotiana. Yoyote ambaye anapata tatizo, basi tunawasiliana, tunaweza kumsaidia na mambo yanakuwa mazuri zaidi, na inakuwa kwetu ni mzuri zaidi, kwa sababu familia tumetofautiana. Kwa hiyo umoja wetu sisi, hata familia yetu inakuwa vizuri zaidi. Mnaweza kuishauri nini jamii kutokana na uwepo wenu wa kikundi hichi cha kujitolea? Juliet. Tukiona kuna kitu ambacho kimetokea, hususan katika vitu ambavyo serikali wanaweza kujenga ama kukifanya ili na sisi tuweze kupata maendeleo katika jamii, tuwa support, kwa sababu tunapowa support pia kuna gharama zingine ambazo zinapungua, ambazo hizo gharama zinaweza kufanya sehemu nyingine kitu kingine. Kwa hiyo tunawaambia tu vijana wenzetu, ikitokea sehemu yoyote ama kitu chochote serikali amkianzisha na inahitaji pia nguvu, twende tukapige kazi. Kwa hiyo hata wenyewe tulivyoanza mwanzoni, kuna baadhi ya watu walikuwa mnaenda kujitolea, mnalipa? Tukasema hapana, sisi hatulipwi, tumejitolea sisi wenyewe. Sasa hivi tunachotokea ni wananchi ama jamii kutusifia tu kwa kitu ambacho tunakifanya. Jamii kwa ujumla wanawaonaje, na je, wanaunga mkono vipi jitihada hizi mnazozifanya? Kwanza mapokezi yamekuwa makubwa, kwa sababu sisi wenyewe ndio ambao tuliunda. Mara baada ya kuwafikishia, wenyewe mtupokea kwa ukubwa zaidi, na wanatupa ushirikiano na wanatupa hata mafunzo ya kuendelea kushikamana zaidi. Kwa hiyo mlichukulia kwa ukubwa zaidi, kwa sababu ni vitu ambavyo ni mara chache kutokea kwa vijana kama sisi kujitolea. Vijana wengi haya mambo hayawezi, kwa hiyo wanatupa ushirikiano mkubwa sana. Mnajipanga vipi kuhakikisha shughuli zenu zinakuwa za kudumu na si za msimu? Aisha.
Utaratibu tulioweka katika kujitolea, tunaweza tukakaa hivi ndani ya wiki, tunaweza tukaenda siku za Jumamosi kwenye vituo vya afya mbalimbali, sio hiki tu, kutokana kuangalia mazingira, kama kuna sehemu chafu tunafanya usafi, na kama kuna sehemu ukarabati tunashirikiana na wenzetu. Hivyo ndio tulivyojiwekea kwa sasa. Lakini katibu, mngetamani mngefanya nini zaidi kwa siku zijazo? Sisi tunatamani tufanye makubwa zaidi endapo support inaendelea kuwa kubwa zaidi kwetu kwa kutupatia vifaa ambavyo vinaweza kutuwezesha kufanya kazi zaidi. Kwa hiyo inapotokea kutuletea kitu vifaa, basi tuwezeshwe kwa ajili ya kuendelea kujitolea zaidi popote pale, isiwe ndani ya mtaa wetu tu au kata yetu tu, basi popote likitokea lolote, sisi tutakuwa miongoni mwa watu ambao tunashiriki. Lakini tunatamani tupewe nguvu kazi, vifaa na vitu ambavyo vitatulinda wakati tunajitolea ndani ya jamii. Ni changamoto zipi kubwa ambazo mmekutana nazo katika safari yenu ya tangu pale mlipoanza mpaka hapa mlipofikia? Kwa sababu hii shughuli ni ya kujitolea. Kwa hiyo siku kama tuko 20, unaweza kwa siku tunaweza tukakutana watu 7, siku zingine watu 10. Kwa hiyo mtu hawezi kumforce kutokana na kazi zetu, tushamwa kujitolea. Kwa hiyo huu ni moyo wa mtu, sio kwamba tunalazimishana. Inapofikia wakati tunaenda kufanya usafi kwa watu waliowepo. Kwa hiyo changamoto ni hizo tunazopata. Sasa ingine tunakogoa wachache, lakini tunazifanya shughuli zetu. Juliet, sometimes inawezekana pale mmefika watu 6 7, tunajiorganize watu 10, kwa hiyo tunaweza kupigana simu, mwingine anakuja bwana labda bodaboda, anakuambia basi poa anakuja, nilikuwa kidogo napiga ruti za pana pale. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini sio ambazo kumchukiza mtu akaamua kujitolea, yani za kawaida za binadamu. Na mna matarajio gani kutoka kwa serikali na wadau wengine kuhusu jitihada zenu? Vijana kama sisi tunavyojitolea, basi nao wewe miongoni mwa watu ambao wanashirikiana vizuri na sisi, ili kwa ajili ya kuwashawishi vijana wengine kesho nao wajitolee. Kama sisi tumeanza, basi serikali yetu ya mtaa wakiwa wanashikamana na sisi, basi hii inawapa nguvu hata vijana wengine pia mtaa mwingine wao waunde kikundi kama chetu sisi, ili endelee kufanya mambo mazuri zaidi katika jamii. Kwa hiyo wanamtaa, wanajamii, tuendelee kufanya mambo mazuri, serikali pia tuunge mkono kwa ajili ya kuendeleza kufanya mambo mazuri ndani ya jamii yetu ambayo tunaishi. Juliet, tunawaambia tu vijana wenzetu, ikitokea sehemu yoyote ama kitu chochote serikali mkianzisha na inahitaji pia nguvu, twende tukapige kazi. Tukapige kazi, sababu huwezi kupiga kazi ni kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na sisi tuna biashara zetu, tunafanya vitu vyetu. Kwa hiyo mnajipangilia tu wenyewe kwamba tutaamka saa 11 tutaenda kufanya kazi, tukishafanya kazi kama mtu ataenda na mambo yake kwenda kutafuta riziki. Kwa hiyo tunaambia vijana wenzetu tusikae tukabweteka. Naam, msikilizaji, hadi kufikia hapo ndio tunafika tamati ya kipindi hiki cha Vijana Tugutuki kwa siku ya leo, ambacho kilipata nafasi ya kuzungumza na vijana wa kikundi cha vijana na jamii kutokea hapa mkoani Mtwara ambao wanafanya shughuli mbalimbali za kujitolea. Kwa niaba ya wote waliokuwa sehemu ya kipindi hiki, mimi ni Salma Mkalibala. Kwa heri. DW Jukwaa la Manufaa. Nyumbani, 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 nimepakumbuka nyumbani, nyumbani.
na DW Deutsche Welle. Yangu ni hayo tu. Shukran sana kwa ujumbe huo mwanajukwaa popote pale ulipo. Na sasa zamu ni ya Mbaga Charles Kubeja wakishinda Geita, Tanzania. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa nikitoa pole kwa waliopoteza wapendwa wao katika kipindi cha uchaguzi hapa nchini Tanzania. Shukran sana Mbaga Charles. Kanuti Liando wa Mbozi, Songwe, Tanzania anasema nalipanda jukwaa la manufaa kuendelea kutoa pole kwa jamaa waliopoteza ndugu zao wakati wa maandamano. Shukrani kwa na manufaa kuomba ndugu wapoe na kila kitu kitakuwa sawa, Mungu akitujalia. Amina. Mwanajukwaa mwenzangu sasa nimpatie nafasi mwanajukwaa mwingine anaitwa Joshua mjukuu wa Niba, mkazi wa Mkuyuni, Mwanza nchini Tanzania. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwapa pole ndugu jamaa na marafiki zangu wale waliopoteza uhai nchini Tanzania kwa kupigwa risasi wakati wa kile haki Mungu zinazo wapo za marehemu mahala pema peponi. Asante Joshua kwa wako. Kuna watu kijijini wamejawa na mapenzi, mtoto wa mjui anafaidi malezi, mjini zama kwako sio usimuudhi, akikuji kukibaya achie na mzazi wewe. Nihitimishe jukwaa la manufaa msikilizaji na ujumbe wake Mandela Mushi kutoka Nairobi, soko la Kimamba. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa nikitoa salamu zangu za rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki wote waliouawa kwenye maandamano ya kudai haki kwa taifa lao huko nchini Tanzania. Mwenyezi Mungu awape pumziko la milele, wapumzike kwa amani makamanda wote waliotangulia mbele za haki. Amina. Msikilizaji wa DW Kiswahili, na hadi hapa ndio nahitimisha jukwaa hili fupi ambalo umeshiriki kwa njia moja au nyingine, lakini pia wewe ulipata nafasi ya kutoa ujumbe kupiga simu na hata ulitusikiliza. Nasema asante sana kwa kushirikiana nasi. Mimi ni Nadia. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini. Asante sana pote pale ulipo msikilizaji, nazidi kusonga mbele, unasikiza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Hapo umekuwa ukipokea Afrika ama habari zetu, habari za dunia kutoka wahisani wetu ambao ni hisani kuu washirika wetu DW. Sasa hivi msikilizaji, tupokee kiziba mkonga kabla ya kuweza kuhitimisha sehemu hii. Kiziba mkonga cha sasa. Usipofahamu hili basi hautaelewa. Usichokijua kuhusu madhara ya machafuko ni kwamba athari zake ni zaidi ya maumivu ya mwili, damu, vifo na upotevu wa mali. Zina athari zaidi hisia, akili na ulimwengu wako wa kisaikolojia. Madhara haya yanaweza kuendelea miaka hata baada ya amani. Msaada wa kisaikolojia ni muhimu. Usichokijua kuhusu madhara ya machafuko ni kwamba athari zake ni zaidi ya maumivu ya mwili, damu, vifo na upotevu wa mali. Zina athari zaidi hisia, akili na ulimwengu wako wa kisaikolojia. Madhara haya yanaweza kuendelea
miaka hata baada ya amani. Msaada wa kisaikolojia ni muhimu zaidi. Na hicho ndicho Kiziba Mkono.